Wakati soko la kimataifa la bidhaa za Marekani likiripotiwa kudorora kwa kasi huku raia wakilia uchumi kuporomoka, Rais wa Marekani Donald Trump amesitisha ghafla ushuru aliowekea mataifa mengi duniani kwa kipindi cha siku 90. Pamoja na kusitisha ushuru huo kwa mataifa mengine, Trump ameongeza maumivu kwa taifa la China kwa kuongeza ushuru kutoka asilimia 85 hadi asilimia 125. Hatua hiyo ilionekana kama jaribio la kupunguza kile kinachoitwa vita ya kibiashara visivyo na mfano kati ya Marekani na mataifa mengi duniani, huku vikionekana kutawaliwa na Marekani na China. Kwa mujibu wa ripoti ya masoko nchini humo, kielelezo cha hisa cha S&P 500 kilipanda kwa asilimia 9.5 baada ya tangazo la kusitishwa kwa ushuru huo wa Trump, lakini mvutano kuhusu ushuru wa Trump bado haujaisha, huku serikali ikijiandaa kwa mazungumzo ya nchi kwa nchi. Kwa sasa mataifa yaliyopata msamaha huo yatalipishwa ushuru wa asilimia 10 pekee. Rais alichukua hatua hiyo kutokana na shinikizo kubwa kutoka kwenye masoko ya fedha yaliyokuwa yakiyumba, hali iliyomsukuma kufikiria upya ushuru huo, ingawa baadhi ya maofisa wa serikali walisisitiza kuwa mabadiliko hayo yalikuwa sehemu ya mpango wa awali. Wakati hisa na dhamana zikishuka thamani nchini humo, wapiga kura walikuwa wakishuhudia akiba zao za uzeeni zikipungua na wafanyabiashara wakiona ama kuonya kuhusu kushuka kwa mauzo kuliko ilivyotarajiwa na kupanda kwa bei yote. Haya yakiwa ni pigo kwa nchi iliyomrudishwa Trump Ikulu mwaka jana kwa ahadi ya kupambana na mfumuko wa bei. Mataifa mengi yanayoonekana kuiwekea ngumu Marekani dhidi ya ushuru huo wa Trump ulipoanza kutekelezwa Jumatano Aprili 2, 2025, jambo lililodhihirisha kuwa rais wa Marekani hakutafakari vyema kuhusiana na uamuzi wake. Kufikia jana mchana, Trump alichapisha kwenye mtandao wake wa Truth Social kuwa kwa sababu nchi zaidi ya 75 zilikuwa zimewasiliana na serikali ya Marekani kwa nia ya mazungumzo ya kibiashara na hakujibu kwa njia ya kisasi, hivyo ameamua kusitisha ushuru huo. Na nukuu, "Nimeruhusu msamaha kwa siku 90 na ushuru wa asilimia 10 katika kipindi hiki unaoanza mara moja," amesema Trump, mwisho wa kunukuu. Trump baadaye aliwaambia waandishi wa habari kuwa aliondoa ushuru kwa mataifa mengi lakini sio kwa China kwa sababu raia wa Marekani walionyesha wanapaniki na kuogopa kutokana na kushuka kwa soko la hisa. Trump alisema alikuwa akifuatilia soko la dhamana na kwamba watu walikuwa wameanza kuchoshwa na mwenendo huo wa soko na kushuka kwa bei ya dhamana, huku kukiwa na kupanda kwa viwango vya riba, jambo ambalo limeonekana kushusha uaminifu wake miongoni mwa Wamarekani. Na nukuu, "Soko la dhamana ni gumu sana," Trump alisema. "Nilikuwa nikiangalia lakini sasa ukiangalia ni zuri," alisema Trump, mwisho wa kunukuu. Rais huyo baadaye alisema kuwa alikuwa akiwaza kusitisha ushuru wake kwa siku chache zilizopita, lakini aliongeza kuwa uliwekwa pamoja na mapema asubuhi ya jana Jumatano. Alipoulizwa kwa nini wasaidizi wake wa Ikulu walikuwa wakisisitiza kwa wiki kadhaa kuwa ushuru huo haukuwa sehemu ya majadiliano, Trump alisema mara nyingi si majadiliano hadi yanapokuwa hivyo. Ushuru wa asilimia 10 ndio kiwango cha msingi kilichoanza kutekelezwa siku ya Jumamosi kwa mataifa mengi na ni cha chini sana kuliko ushuru wa asilimia 20 aliokuwa amewekewa mataifa kutoka Umoja wa Ulaya, asilimia 24 kwa bidhaa kutoka Japani na asilimia 25 kwa bidhaa kutoka Korea Kusini. Hata hivyo, asilimia 10 ni ongezeko ikilinganishwa na ushuru wa awali uliokuwa ukitozwa kwa serikali ya Marekani. Canada na Mexico wataendelea kulipishwa asilimia 25 kutokana na agizo tofauti la Trump la kudhibiti usafirishaji wa dawa za kupunguza maumivu maarufu kama fentanyl. Waziri wa hazina wa Marekani Scott Bessent alisema kuwa mazungumzo na nchi moja kwa moja yatakuwa ya kipekee, yani bespoke, ikimaanisha kuwa siku 90 zijazo zitahusisha mazungumzo na makubaliano mengi kati ya Marekani na taifa moja moja. Bessent, ambaye ni meneja wa zamani wa mfuko wa uwekezaji, aliwaambia waandishi kuwa kusitisha ushuru huo hakutokana na kuyumba kwa masoko ya fedha, bali ni sababu ya mataifa mengine yaliyoomba mazungumzo, kauli ambayo baadaye ilipingwa na rais mwenyewe. Na nukuu, "Hakikisho pekee tunaloweza kutoa ni kwamba Marekani itajadiliana kwa nia njema na tunadhani washirika wetu nao pia watafanya hivyo," alisema Bessent, mwisho wa kunukuu. Waziri wa biashara Howard Lutnick, ambaye baadaye alikanusha maelezo ya Rais Trump kwa kusema kuwa sio masoko yaliyochangia Trump kusitisha ushuru huo, bali ni maombi ya nchi zingine ya mazungumzo. Kabla ya mabadiliko hayo, wakuu wa biashara walikuwa wakionya kuwa kuna uwezekano wa mdororo wa kiuchumi unaosababishwa na sera zake
baadhi ya washirika wakuu wa kibiashara wa Marekani walikuwa wakijibu kwa ushuru wao na soko la hisa lilikuwa likiyumba. Msemaji wa ikulu Caroline Leavitt alisema kuwa hatua hiyo ilikuwa sehemu ya mkakati wa mazungumzo wa Trump, na alisema vyombo vya habari vilishindwa kabisa kuelewa anachokifanya rais huyo. Nanuku, mlidai kuwa dunia nzima ingemkimbilia China, lakini tumeona kinyume chake. Dunia nzima inaiita Marekani, si China, kwa sababu wanahitaji masoko yetu. Mwisho wa kunukuu. Mkuu wa shirika la biashara duniani WTO, Ngozi Okonjo-Iweala, alisema vita vya kibiashara kati ya Marekani na China vinaweza kuharibu pakubwa mtazamo wa uchumi wa dunia, na akaonya kuwa kuna uwezekano wa kugawanyika kwa biashara ya dunia kwa misingi ya kisiasa. Mkanganyiko huo wa soko ulikuwa ukijijenga kwa wiki kadhaa kabla ya hata Trump kuchukua hatua hizo, huku rais mara nyingine akipendekeza kuwa ushuru utaendelea kuwepo na mara nyingine akisema unaweza kuwa sehemu ya mazungumzo. Kilichotia wasiwasi zaidi ni kwamba madeni ya serikali ya Marekani yalikuwa yakipoteza mvuto kwa wawekezaji ambao kwa kawaida huyachukulia dhamana za hazina kama hifadhi salama wakati wa machafuko ya kiuchumi. Bei ya dhamana zilikuwa zikishuka na kusababisha viwango vya riba vya hazina ya miaka 10 kupanda hadi 4.45. Kiwango hicho kilishuka baada ya hatua hiyo ya Trump kutangaza ushuru huo. Gennady Goldberg, mkuu wa mikakati ya viwango vya riba wa TD Securities, alisema kabla ya tangazo kuwa masoko yalikuwa yanatafuta dalili ya makubaliano ya amani ya kibiashara kati ya taifa hilo. Nanuku, masoko kwa jumla si tu la hazina yanatafuta ishara kuwa kuna upunguzaji wa mivutano ya kibiashara, alisema kiongozi huyo. Pasipo ishara yoyote ya upunguzaji huo itakuwa vigumu kwa masoko kutulia, alisema Goldberg. Mwisho wa kunukuu. Johnny Canavan, mchambuzi mkuu wa Oxford Economics, alibainisha kuwa ingawa Trump alisema amebadili msimamo kutokana na uwezekano wa mazungumzo, alikuwa awali ameashiria kuwa ushuru huo utabaki. Nanuku, kumekuwa na ujumbe tofauti kuhusu kama kutakuwa na mazungumzo. Canavan alisema kwa kuzingatia hali ya masoko aligundua kuwa jambo salama zaidi ni kujadiliana na kuweka mambo kiporo, alisema Canavan. Mwisho wa kunukuu. Mkanganyiko wa siku ya Jumatano ulionekana katika machapisho ya mitandao ya kijamii ya Bill Ackman, ambapo bilionea huyo wa mfuko wa uwekezaji na mfuasi wa Trump aliandika, nanuku, soko letu la hisa limeshuka. Ackman aliandika kwenye akaunti yake ya mtandao wa X, zamani Twitter, akiongeza kuwa riba za dhamana zimepanda na dola inashuka. Haya sio matokeo ya sera bora. Ackman alirudia wito wake wa kusitisha ushuru kwa siku 90 katika chapisho hilo, ambapo Trump alipoidhinisha wazo hilo saa chache baadaye. Ackman mwenye furaha aliandika kuwa Trump alikuwa amelitekeleza kwa ustadi na ilikuwa ni mfano wa kitabu cha Art of the Deal. Maraisi mara nyingi hupata sifa au lawama isivyostahili kuhusu hali ya uchumi wa Marekani, kwani muda wao madarakani huwa chini ya nguvu ya kifedha na kisiasa ambazo haziko katika udhibiti wao wa moja kwa moja. Lakini kwa kuamua peke yake kutoza ushuru, Trump amekuwa na ushawishi mkubwa juu ya mzunguko wa kibiashara, akileta hatari za kisiasa na kuyumbisha soko kulingana na matamshi yake ama machapisho yake kwenye mitandao ya kijamii. Bado kuna ushuru wa 25% kwa magari, chuma na aluminium, huku bidhaa nyingine kama dawa zikiwa miongoni mwa zitakazotozwa ushuru katika wiki zijazo. Msururu wa ushuru wa wiki za hivi karibuni umeathiri biashara na watu binafsi. Katika tovuti ya CNBC, mkurugenzi mtendaji wa Delta Airlines, Eddie Bastian, alisema serikali haikuwa na mkakati kama ilivyokuwa wakati wa muhula wa kwanza wa Rais Donald Trump. Kampuni yake ilikuwa imetabiri Januari kuwa ingekuwa na mwaka bora kifedha katika historia, lakini ililazimika kufuta matarajio hayo kutokana na sintofahamu hiyo ya kiuchumi. Kabla ya mabadiliko hayo ya Trump, wataalamu wa uchumi walikuwa wanasema kuwa muhula wake wa pili umesababisha msururu wa matukio hasi yanayoweza kuingiza nchi katika mdororo wa kiuchumi. Kwa mujibu wa Bessent, alikuwa amesema au alikuwa inaweza kuchukua miezi kufikia makubaliano ya viwango vya ushuru na nchi mbalimbali, lakini katika mahojiano ya asubuhi siku ya Jumatano kwenye kipindi cha Mornings with Maria, Bessent alisema uchumi utarejea katika hali ya kawaida siku za usoni. Alisema kumekuwa na mwitikio mkubwa sana kutokana na mataifa yanayotaka kuketi mezani badala ya kupandisha mivutano, na Bessent alitaja Japani, Korea Kusini na India kuwa nitataja kuwa pande zote ziko karibu na China, tuna Vietnam inakuja siku ya leo, alisema Bessent. Mwisho wa kunukuu. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na sakata hilo. Jina langu ni Mgongo Kaitira.